Yesu inayosema kwani kuna matumaini ya mti uliokatwa kunyauka tena. Bwana asifiwe. Job verse 14 Job 14 verse 7 inasema hivyo. Kwani kuna matumaini ya mti uliokatwa kunyauka tena. Bwana asifiwe. Amina. Tusikufe moyo kwa sababu ya mambo tunayopitia. Nikahimizika tu saizi kuambia hilo neno. Licha ya mambo tunayopitia maybe kuwa magumu, maybe kuwa nikana kwamba hatueleweki, kwa sababu mwanadamu anafika mahali nikana kwamba haeleweki. Licha ya mambo hayo yote ambayo tunayopitia, tusikufe moyo, kuna kunyauka tena. Na Biblia inazidi kusema hapa ya kwamba na machipuko huo mti huchipuka kabisa, na si haichipuki kwa sababu ya kitu kingine, huwa inachipuka tu kwa sababu ya kusikia harufu ya maji. Bwana asifiwe. Harufu tu ya maji inafanya hiyo mizizi iliyokuwa imechakaa inachipuka. Bwana asifiwe. Na inaongelelea hata hiyo kisiki. Bwana asifiwe. Huwa ni kana kwamba ilikuwa inaelekea kuisha, inafanya nini? Inachipuka tena. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba na hayo machipukizi yake haikomi. Kwa inafanya nini? Inaendelea. Bwana asifiwe. Na hiyo ni ukweli. Hata hizi miti zetu zenye tumepanda hapa za mwarobaini, tukiangalia wakati umekata huo mti wa mwarobaini, maybe huwa ni kijiti kimoja tu, lakini wakati ambapo inapotoka, kwa inatoka ikiwa mingi. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tumeahidiwa na Mungu wetu. So kwa hivyo tusikufe moyo, tuendelee kujitia moyo tukiwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nataka kuwatia moyo kwa neno la Mungu pia kwa kitabu cha Zaburi 133, Psalms 133, na najua ya kwamba mtashangaa kwa sababu hii hamkujua, lakini mtajua leo. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, 133 verse 1 inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana asifiwe. Hiyo ni verse 1. Atitazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Wakae pamoja. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana asifiwe. Wakae pamoja kwa umoja. That is, hiyo ndio mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Ndugu wanapokaa pamoja kwa umoja. Bwana asifiwe. Ndugu wakikaa pamoja kwa umoja inampendeza Mungu. Bwana asifiwe. Mstari wa pili inasema ya kwamba inasema ni kama mafuta mazuri. Ni kama nini? Mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake. Bwana asifiwe. Yaani yako katika kichwa cha Haruni, yanashuka kwa ndevu zake. Yaani yanateremka kwa upinde, yaani kukaa tu kwa umoja. Bwana asifiwe. Unity, kukaa tu kwa umoja, kuwa pamoja na umoja. Bwana asifiwe. Ni kama mafuta mazuri, yanukayo vizuri, yanayoshuka kichwani, yanaenda kwa ndevu, yanaenda kwa upinde. Bwana asifiwe. Yaani ni kitu kizuri mbele ya macho ya Bwana. Hiyo ni umoja. Na kuwa na umoja na kukaa pamoja. Bwana asifiwe. Na hao ni mandugu wanazungumziwa na neno la Bwana. Bwana asifiwe. Ati inaendelea inasema hivi, ati kama umande wa Hamnoni ushukao miguuni, ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana
alikoamuru baraka, maana uzima hata milele. Bwana asifiwe. Amen. Maana uzima hata milele. Yaani hapo ambapo kuna umoja. Mahali ambapo mandugu wanakaa kwa umoja, Bwana anaamuru hapo baraka. That is my point. Bwana asifiwe. Hiyo ndio maneno tu neno ambalo ninataka kuambia, ati mahali ambapo kuna ndugu na wanakaa kwa umoja, hapo ndipo Bwana anapoamuru baraka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kwa huo mlima, kwa hayo mambo yote ambayo tumesoma hapo, Biblia imalizia kutuambia kwamba hapo ndipo Bwana anafanya nini? Anaamuru baraka. Kukaa pamoja kwa umoja, unity. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tu hata wewe mwenyewe tu uangalie katika maisha yako. Wakati ambapo hauna ubaya na mtu, uko na furaha, uko na amani, uangalie jinsi ambavyo Bwana hufanya katika maisha yako. Mungu hutembea katika maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati ambapo umejaa chuki ndani yako, umejaa mambo ambayo yanakuumiza moyo, umekwaruzana na mtu mahali, hata baraka za Mungu kupenya katika huo moyo ni ngumu. Bwana asifiwe. Mungu anataka mtu ambaye anaenda kuachilia baraka kwa moyo ambao uko na umoja, ambao yani moyo ambao umekubali kukaa na umoja. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ambapo Musa alipokuwa vitani, Biblia inasema umoja wa Uri na Harun. Isingelikuwa ni umoja wa Uri na Harun kumshika Musa mkono ili washinde ile vita ya Waamaleki, hawangeshinda hiyo vita. Kwa sababu Biblia inasema wakati wote mikono ya Musa ilienda chini, wale watu waliwapiga Waamaleki, walipiga Waisraeli. Lakini wakati ambapo mikono ya Musa ilipokuwa juu, Biblia inasema ya kwamba Waisraeli walipiga Waamaleki. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Uli na Harun wakanong'onezana, wakaambiana, na tuinue mikono sasa ya huyu mtumishi wa Mungu ili tushinde hii vita. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walipoinua hiyo mikono, walitoka na ushindi mkubwa. Bwana asifiwe. Nilikuwa naangalia kuhusu huyu mtu anayeitwa Yusufu, na huyu na kijana wa Sauli aliyeitwa nani? Jonathan. Very good. Jonathan. Naangalia umoja wa hao vijana, mpaka wanaambiana sitakusaliti chochote baba yangu, kwa sababu ni lazima baba yangu aniambie chochote anachopanga. Kwa hiyo umoja wa Jonathan na Joseph. Alikuwa Joseph? David. Nani aliua Goliath? Daudi. Very good. Bwana asifiwe. Wanaapiana na Jonathan. Na Biblia inasema ya kwamba kwa ile tu kuapiana, kwa ile kukubaliana, Jonathan hakukuja kumsaliti Daudi. Bwana asifiwe. Nataka kumaanisha nini? Umoja wetu kama ndugu utatupeleka mbali. Bwana asifiwe. Unity, tusikuwe na manunguniko, tusione milima. Hii milima yote tunaweza panda. Bwana asifiwe. Tusione milima ambayo inawekwa mbele yetu. Tunasema hii tutaweza kupanda na tutapita the other side. Our unity. Hebu angalia unity ya Musa, ya Uli na Harun. Kumuinua Musa mkono, wakashinda vita. Bwana asifiwe. Angalia Daudi, wakati ambapo alipoandamwa na Sauli auawe. Biblia inasema ya kwamba baada ya hayo mambo yote kukimbizana,
Daudi hakumdhuru huyo mtu. Bwana asifiwe. Kwa sababu alijua ni mfalme. Bwana asifiwe. Hata kama alijua ufalme sasa amepatiwa. Unasikia vile Daudi anaimbiwa na wanawake. Biblia inasema kwamba Daudi anaimbiwa ameua mamia elfu. Naye Sauli anaimbiwa ameua 1000. Biblia inasema hasira kutoka kwa Mungu inamuingia Sauli. Lakini si kwa sababu ya kitu kingine, ile unity, ile umoja iliyokuwa na hawa watu. Bwana asifiwe. Nataka kusema nini nikimalizia? Biblia imetuambia kwamba katika mstari wa 3 ya kwamba maana ndiko hapo bi yake. Maana ndiko Bwana aamuru alikoamuru baraka na uzima hata milele. Bwana asifiwe. Uzima hata milele. Wakati ambapo tutakaa kwa umoja, wakati ambapo tutakosa kunungunika kwa mambo ambayo tunapatana nayo, tumtazamie Mungu kwa umoja wetu kama ushirika wa town A. Nawaambia kwamba na nawahakikishia kwamba tutaenda mbali. Bwana asifiwe. Hakuna mlima utakaokuwa juu mbele yetu ambao hatutaweza kupanda. Bwana asifiwe.